Leo tuna sehemu ya kwanza ambayo itatusaidia vizuri ufahamu wetu kwa kesho. Nianze moja kwa moja, muziki ni nini? Muziki ni nini? Nitasoma Biblia, halafu nitasoma kamusi angalau 2 pekee, halafu nitasoma nukuu chache za Ellen G. White, ndipo nitarejea tena kwenye hilo swali, muziki ni nini? Kwa sababu muziki wenye muziki. Sehemu hii ya kwanza imekusudia kutusaidia tu kujua. Ukisikia muziki kwa sehemu ya kwanza ni nini hasa? Kesho itabidi twende juu mbinguni ili tuone muziki wenye muziki. Huyu wenye muziki, huyu muziki huyu ni kitu gani kabisa? Na mimi ninaamini kabisa tukielewa leo na kesho, ninaamini kabisa Mungu atatusaidia kwa mengi yanayofuata ndani ya juma hili. Kwa nini muziki unaonekana kugawanya watu wengi sana leo? Ni mpaka sehemu ya pili ya somo hili. Kesho ndipo tutajua kwa nini uko hivyo ulivyo, kwa sababu tunaenda kwa mambo ambayo Mungu atatusaidia kuelewa kabisa. Ndio juzi nikasema watu wenye bahati ni wale wanaoimba. Wakikosa hiyo watakuwa wagumu sana. Wakiimba bila hiyo watakuwa na mioyo migumu sana. Kesho ikifika ndipo utaanza kuelewa kwa nini. Na ninayasema haya kwa sababu Biblia itakusaidia kuelewa. Nikikosa tu kufahamu hicho kitu na halafu ninaimba, muziki ni mjabu sana na nifanya kuwa mgumu, na ugumu wake hauunganishwi na kitu chochote. Fungua Biblia yako, Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 16 na mstari wa 9. Muziki wenye muziki. Na nitakapotembea na hii nitaacha muda, tutapata maswali kabla hatujaenda mwishoni. Nyakati ya Kwanza sura ya 16 na mstari wa 9. Nasema ndio, mwimbieni kwa zaburi, mwimbieni kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote, zitafakarini ajabu zake zote. Kuna ambaye ana Biblia ya Kiingereza? Nisome tu jambo. Kuna Kiswahili wametumia neno zitafakarini.
Mambo ya Nyakati ya kwanza 16. Sing to him. Swahili wakasema mwimbieni. Kwa vizuri ufahamu nani huyo aimbiwe. Sing to him. Halafu baada ya mkato wakaendelea sing psalms to him. Kiswahili wakasema mwimbieni kwa zaburi. Ndio naona Kiingereza anatumia psalms. Kiswahili anasema zaburi. Ndio nasikia kitabu cha zaburi ni nyimbo, psalms. Uko mbele ndio nielezee kuna tofauti gani psalms na kwa nini zaburi, kwa nini tena nyimbo. Unaweza ukaona kama ni kitu kimoja, ni vitu tofauti kabisa. Lakini amesema vyote hivyo viende kwake. Halafu Kiswahili akasema zitafaka ajabu zake ngapi? Hapa wakatumia neno talk of all his wondrous works. Hilo neno ambalo limetumika kwa Kiswahili zitafakarini, ambao hawa wametumia kwa Kiingereza hiki New King James Version nasema talk. Unajua ni sawa na kipindi kile ambapo Yesu alikuwa anatembea njiani kuelekea Emau na wale wanafunzi wawili. Nakumbuka ile kitabu cha Luka 24. Kiswahili na Kiingereza nao tafsiri tu akasema nao. Lakini ukienda kwa ile neno hakuwa anasema nao. Alikuwa anahubiri. Neno leo tumika pale alisema kusema. Ndio maana unaona walipokuwa wamemaliza kuomba baada ya sala yake tu ndipo akastuka, hii sauti ni kama yake. Wakafunguliwa macho wakamtambua, wakashangaa Yesu ametoweka. Ndipo wanasema mioyo yetu haikuwaka alipokuwa akisema. Hilo neno ambalo nasema zitafakarini ni neno la Kiebrania linaitwa asia. Lile neno zitafakarini lina maana ifuatayo. Lina maana weka wazo hapo. Lina maana jifunze hicho, study. Lina maana fanya kuaksi hicho. Kama ni kioo, hii nuru unayoiona ukiweka kioo hapa inarusha nuru inapeleka kule, lakini yenyewe imechukua tu hapo ikapiga hapo kwenye kioo ikapeleka pale, reflect kutoka hapo. Hilo neno sia ina maana devotion, ingia kwenye ibada. Ina maana gaze at, yani tazama kitu, sio tu kukiangalia. Kwenye kutazama tunataka kuangalia vizuri huko mbele hapo uone jinsi kesho kutwa ndipo utaona vile ambavyo ukizungumzia imani Biblia inasema ni kitu gani. Wanasema waimbaji wana faida kubwa sana. Na hicho inafanya nini? Ni devotion. Siak. Devotion maana yake ni ibada ya kutafakari uwepo wa Mungu maishani, kumpokea maishani na kuishi kwa ajili yake. Siak. Hilo neno hilo ambalo limetumika hapo. Ndipo sasa nilikurejesha kwa kamsi kidogo. Tasoma Enkata, Encyclopedia Enkata, alafu tasoma pia nitanukuu English Dictionary. Ziko nyingi, lakini tasoma hizo pekee. Muziki ni nini kabla sijasema muziki wenye muziki. Enkata Encyclopedia inasema hivi: muziki ni kufikiria kitu fulani kwa kina, kwa umakini. Think about something in a deep and serious way. Say something
Zungumza kitu kwa kufikiria. Gaze at somebody or something thoughtful. Tazama mtu au kitu fulani kwa kufikiria. Wanazungumzia tafakari, uwe na ibada, fanya ibada, tazama kitu ama mtu kwa lengo la kuabudu. Ina maana weka akili yako na mawazo yote na nia yako yote pale, akisi hicho unachokiona, ukirudishe tena wewe kifanane hivyo. Alafu akamalizia neno muse. Sia neno muse, ambalo neno muse ndilo Waingereza wamelitumia kuita music. M-U-S-I-C. Neno music ndilo Waswahili wamelichukua wakaita muziki. Lakini neno hilo la Kiebrania linaitwa siak. Kwa Kiingereza ukitafuta hilo neno litakalochukua maana hizo zote linaitwa muse, ambalo ni M-U-S-E, ambalo ndio wamelitumia music. Kwa hiyo neno muziki, hata kama utakosea mengine yote, muziki inamaanisha ibada. Kama ni hivi, tupate mafungo mawili matatu hivi, halafu turudi tena kabla tujaenda kwenye nukuu na kapsi nyingine. Tufungue Biblia, tusome kwa pamoja Zaburi 143 na tusome mstari ule wa 5. Zaburi 143 na mstari ule wa 5. Zaburi 143 ndio mstari wa 5 unasema, nimezikumbuka siku za kale. Sawa. Nimeyatafakari matendo yako yote. Ndio. Nawaza kazi za mikono yako. Naziwaza kazi za mikono yako. Hapo hilo neno hilo siak wametafsiri wakitumia naziwaza. Sasa wakati fulani unaweza usielewe, kwa sababu tafakari hapo ametumia neno jingine la Kiebrania, lakini hilo tumika kuonyesha nafanyaje. Naziwaza nini? Kazi za mikono yako. Hilo neno naziwaza ndio hilo neno lililotumika kwenye kitabu kile cha Mambo ya Nyakati, ya kwamba zitafakarini. Kwa hiyo nataka tuone tafsiri kadhaa ya hilo neno kama nilivyoeleza, na ambapo Biblia inatumia kuwaza kazi za Mungu. Ile kuwaza, hilo neno ni hilo siak, meditate, sio kufikiri. Lina maana ya meditate, yani kuwaza kwa namna ya ibada. Siak, nawaza kazi zako. Ni tofauti. Ukisoma tu kwa Kiswahili unaweza ukaona labda neno hilo lililotumika lina maana kuwaza tu kama mawazo ya kawaida. Hapana. Kwa nini anasema hivi? Kwa hivyo amelitumia hilo neno, na hapa limetafsiriwa kama kuwaza. Unawaza kitu, unakiona, unakiwaza mpaka unakiaksi. Yaani kile unachokiwaza ndicho unachokirudisha, kinatoka kwako kinaenda kwingine, lakini kina maana kulikotokea. Ndio anachokitaja hapa. Nirudi kwenye English Dictionary. Kuwaza kwa namna hiyo, kureflect, kuact. Unawaza mpaka wewe unakirudisha tena. Ni kipi? Narudi tena uone hilo neno wanavyolitafsiri kwenye English Dictionary, neno hilo muse, ambayo imetokana na lugha ya Kiebrania siak dictionary. Kamsi hii inalitaja neno hili. Sikiliza inavyoeleza English Dictionary. Inasema wonder at, yani uone maajabu kuhusu kitu fulani. Admiration, kuwa na shauku na tamanio. Meditate, fikiria, tafakari. Chew over, tafuna. Yani ni kama mbuzi amekula nyasi alafu amelala, anarudisha tena anaanza upya kutafuna. Chew over. Think closely, fikiria kwa karibu sana kitu hicho. Study in silence, jifunze kwa ukimya.
Yaani ndio anazungumza tafakari. Uko hapo unajifunza, kule tuliona anasema study. Yaani muse ni kustudy siak. Kwa hiyo sio kuangalia tu, wala sio kwa kama una maana hapa. Una shauku ya kukiona, una shauku ya yaani unashangaa jinsi kilivyo kwa shauku ya kukitenda. Ndio mwishowe una reflect, una kiasi kingine. Na ndicho anachoelezea hapa. Contemplate, reflect deeply on subject. Tafakari zaidi kwa kina juu ya jambo fulani. To be absent in mind. Yaani unatafakari mpaka akili yako inaondoka. Hauna tena akili yako ya ufahamu wako wewe mwenyewe, kwa maana ya hiki unachokielewa. Amesema be absent in mind. Yaani umehama kwenye ufahamu wako, umeenda level nyingine. Alafu anasema to be occupied in study. Unajazwa na uko kusoma uko, kujifunza uko. Contemplation as not to observe passing scenes and things present. Kiasi kwamba huwezi hata kuelewa ama kuchukulia vinavyopita mbele yako ama vinavyosikia kwa macho yako, kwa masikio yako. Yaani uko kwenye nasema deep meditation. Unatafakari kiasi kwamba hata kitu kinachoendelea around you huwezi kukielewa. Muse. Siaka. Na hili neno kama ni hivyo, yaani ndio maana akasema absent of your mind. Unakuwa kwa sio kwamba sasa kitu kimebaki kopo, ila anamaanisha ya kwamba uko hapa lakini fahamu zako haziko hapo. Haziko hapo. Kwa hiyo kitu kinachopita hapo, kinachozunguka hapo wala kabisa kijiji kichwani. Labda nifanye mfano hivi. Sijui kama umewahi unashangaa uko na mtu ama mko mezani, mnazungumza afu unashangaa unagundua fulani hayuko hapa. Mbaya kuna kitu hicho. Mpaka unamuuliza unatafakari nini? Akiwa mkweli atakwambia ni kweli kwamba hakuwepo hapa, ila alikuwepo hapa na anakuona hivi, lakini hayuko hapa. Kile yake yote hayuko hapa. Ndicho anachosema ya kwamba you meditate. Ametumia neno anasema to be absent in your mind, to be occupied in the study or contemplation as not to observe passing scenes. Yaani umezama kwenye tafakari kiasi kwamba you cannot observe the passing scenes. Mambo yanayopita huwezi kuobserve. Hiyo ndicho inaitwa neno muse. Na niwaambie muse inamfikisha mtu hapo. Isipomfikisha hapo, waenda kuangalia kesho kitu gani kinatokea. Gani kinatokea. Na nimewaahidi ikiwa waaminifu mbele za Bwana, kesho ndipo utaona hiyo sehemu ya pili kwamba ni kitu gani, kwa nini inakuwa namna hiyo. Kwa hivyo hiyo ndio anaeleza mfano wa kile alichofanya Daudi. Na muziki siku zote unahusisha akili. Siku zote. Kwa sababu kamsi hizo zote, neno upate kamsi yoyote, angalia neno muse, utakuta linahusu akili, thoughts, mind, understanding, ufahamu. Utasikia utajadili, lakini utakosa hilo neno. Mbili, kila utakapoona neno kwenye kamsi zozote, neno muse kwa Kiingereza, utakutana likiwa na neno tafakari, itakutana na neno aksi, utakutana na neno abudu. Neno hili kamsi zote utakazokutana nazo kwa linahusisha nia, mawazo, linahusisha akili, ufahamu. Na huo ufahamu unahusiana na nini? Unahusiana na ibada. Na ibada hiyo, ikiwa utakuwa na ufahamu huo, basi una aksi, unaishi, unayatoa, unakuwa hivyo. Katika kitabu cha Wakorintho ya kwanza sura ya 14 tupate pia neno la Mungu linavyoelezea. Wakorintho ya kwanza sura ya 14, wakati huo alikuwa anazungumzia ndani ya mtaala wa matumizi ya karama za Roho
na hususan ile ya kunena kwa lugha. 15 anasema imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho. Taomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Na nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho. Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Na nitaimba kwa akili pia. Leo kwa kuwa sizungumzia upande wa roho, ninaenda kulingana na akili. Na mnashughulika na akili sana juu ya muziki, nia, mawazo ambayo yanaletwa kwenye ibada, juu ya kile unachokiona, kile unachokitafakari, kile unachokiasi ibada. Amezungumzia, kwa kuwa sizungumzia kuomba, tunazungumzia kuimba. Kuna mambo mawili: kuimba kwa roho na kuimba kwa nini? Kwa akili. Hii ndio lugha aliyomwambia mwanamke Msamaria Yesu mwenyewe. Ile Injili ya Yohana sura ya 4 anasema, mama, ninyi mnaabudu msitokijua, kwa maana wokovu watoka kwa watu gani? Akasema anajua hata hapa tunaabudu kwenye mlima huu. Akasema, sikiliza, saa inakuja hata maabudu Mungu katika mlima huu wa Yerusalemu. Akamwambia, Mungu ni roho, na hao wanaomwabudu wapaswa maabudu katika roho na kweli. Sasa anatumia lugha moja inaitwa kweli. Akamwambia hivi, Mungu Baba awatafuta waabuduo kama hao. Muziki unahusu ibada, na hii anapoimba aimbe kwa roho na aimbe kwa akili. Na mimi kwa kuwa leo natembea tu na akili, roho ni uko mbele baadaye, kwa sababu ni mojawapo ya vitu ambavyo vinachanganya watu. Roho ni nini? Roho ni nini kinachofanyika, na inahusianaje na kuimba, inahusianaje na ibada, inahusianaje na ibada katika roho na katika akili. Kwa hivyo Biblia inatueleza tujue, mtu akiimba aimbe kwa akili. Hilo neno ndilo lilotumika pia kuelezea kutambua hesabu ya mnyama. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama. Hiyo ni Ufunuo 13:18, 666. Anafundisha wimbo. Cha kwanza nacho afundishe huu wimbo ni nini. Alipataje wazo la kutunga wimbo huu? Unapatikana wapi huu wimbo? Ni kwenye maandiko matakatifu, ni kwenye roho ya nabii? Aanze na hilo. Akikosa kuwafanya hivyo, waelewe wanachokiimba, ili wasiimbe bila akili, kwa sababu wakimisi hapo, hakuna kitu kinaitwa siak, hakuna news, hakuna muziki, hakuna. Na kwa sababu hiyo Paulo anasema aimbe kwa akili pia, kwa ufahamu, kwa maarifa hayo, ajue anachokiimba. Isije ikawa kama ni ile ugonjwa wa yule Mwethiopia mwenzetu Mwafrika aliyekuwa anasoma gombo la nabii Isaya, lakini alipoulizwa na Filipo, unaelewa unachosoma? Akasema hivi, ameandika habari zake mwenyewe mtu mwingine. Ndipo Filipo akaanza kufafanulia, kusoma pasipo ufahamu. Na hiki ndicho anasema, ukiimba, imba ukifahamu. Ukiimba ukifahamu, ndipo hayo mengine yatakuja. Wakati huo tukizungumzia mambo mawili, ibada na ufahamu, akili. Biblia inatupatia ushahidi wa mambo haya kwa wazi kabisa. Niwakaribisheni kidogo sasa. Fungua tena Biblia. Soma kitabu cha Efeso sura ya 5 na mstari wa 19.
Waefeso sura ya 5 na mstari wa 19. 5:19 anasema mkisemezana kwa zaburi na tenzi za nyimbo za rohoni. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Shangilieni Bwana mioyoni mwenu. Mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni. Sisi wala mara nyingi tukisikia hayo tunadhani ni ukubwa wa mawimbi ya sauti, lakini kumbe anakupeleka kwenye hilo neno tafakari hilo. Naomba uangalie sasa jumla ya yote hayo: akili, ufahamu, mawazo, ibada, aksi. Tazama kwa lengo la kuliaksi, kuabudu, kwa shauku. Kwa kifupi unaandika PP, Patriarchs and Prophets, kurasa 594, paragraph ya 2. Sikiliza anachosema. Muziki uliundwa kwa ajili ya makusudi matakatifu. Basi anaandika kusema kuinua mawazo yaende kwa yaliyo safi, adilifu, na kuamsha roho ya ibada kwa nafsi na shukrani kwa Mungu. Unaamsha na kufanya roho kuwa safi, pure, noble, adilifu, elevated, yenye kuelekea juu, and to awaken in the soul, na kuamsha kuleta hiki ndani ya moyo wa mtu: devotion, ibada, and gratitude, na shukrani to God, kwa Mungu. Bila hiyo muziki haukuundwa kwa chochote isipokuwa ni ibada, na sina operate katika hali hii, na tutapitia tuweze kuona hiki ambacho watu wanaita rhythm, melody na nini. Wana muziki naomba viko vitu vitatu: lyrics, rhythm na melody. Hivi vitu vitatu ndio vinafanya kitu kinaitwa music. Sasa tutakuja kuona vizuri, havijatengenezwa na mwanadamu, hata tutakuja kuangalia hata, na ndivyo Ibilisi anapambana vyote, mpaka tutakuja kuangalia kwa nini mpaka ile amri ya pili nayo ina challenge na amri ya 4. Utakuja kuona biti ya pili na biti ya 4 ndio zina challenge kwenye muziki wa tarehe. Usifikiri hajui anachokifanya Ibilisi, anajua vizuri sana. Kishabomoa hiyo, hakuna kitu. Hakuna roho itakayoenda juu. Ndio nikasema kwamba tukimisi hicho kitu, tuna adui wa ajabu mno, na tutakuwa wagumu kujawahi, wagumu sana, kwa sababu tu hizi. Hiki ndicho anachoeleza. Naendelea kunukuu. Music forms a part of God's worship in the courts above. Muziki unafanya sehemu ya ibada kwa Mungu katika patakatifu juu. Tutakuja kuona juu ya jambo hili, maana kuna swali moja kubwa ambalo tunahitaji kujibu ndani ya wiki hii. Tunaweza kujuaje hiki tunachofanya ndicho mbinguni wanafanya? Mungu hawezi kutupatia kile ambacho hawezi kutuelekeza kwenye Biblia. Haiwezi kuwa muziki iwe sehemu ya ibada mbinguni na hapa duniani nataka iwe sehemu, na asitujulishe ufanyike hapa duniani. Sasa unaweza kusema muziki ni hisia.
Kwa sababu nazungumzia na thought, nazungumzia mind, nazungumzia akili. Haujengi kwenye hisia, ila anasema the heart. Moyo, na ametumia neno hapa moyo, ndio ametumia hapa. Tutakuja kuona huko mbele. Kwa sababu nazungumzia leo habari za akili tu, ndio maana naweka ni jambo hilo, siende kwenye hiyo vitu vingine. Lakini moyo upate hizo nguzo, hisia za roho ya wimbo. There is the spirit of the song. Kuna roho ya wimbo, na wawezi kuifahamu, siwezi kuifahamu mpaka nimeufahamu wimbo unasema nini, una kitu gani huo wimbo. Kama hauwezi kufika hapo, basi hakuna. Na ndio maana naona sasa kitabu kile cha Tumaini la Vizazi Vyote, Desire of Ages, ukurasa wa 73, paragrafu ya 3, anasema Yesu akiwa anafanya kazi zake, kilichopata kazi zake anazifurahia kuzitenda ilikuwa ni muziki. Kazi zake zilihitaji uvumilivu sana, na zilihitaji hali ya kiroho ambayo ndio dini ya Biblia ifanyike katika maisha ya nyumbani, kazini, na katika biashara na shughuli mbalimbali, na bado ifanye macho yake yawe kwa utukufu wa Mungu na sio vinginevyo. Sasa sikiliza tu jambo hili analozungumza hapa. It requires much patience. Inahitaji uvumilivu wa kutosha and spirituality, na hali ya kiroho, to bring Bible religion, kuleta dini ya Biblia into the home life, katika maisha ya nyumbani, and into the workshop, na katika makazi yako. Sasa anasema kitu gani kinafanya hayo? Nini kinafanya? Sikiliza. This is where Christ was a helper. Hapa ndipo Yesu Kristo alikuwa msaada. Alifanyaje? He was never so full of worldly care. Hakujazwa na mambo ya ulimwengu as to have to know no time or thought for heavenly things. Kiasi kwamba hana muda wala makini kwa ajili ya mambo ya mbinguni. Often, mara nyingi, hii, sikiliza, hii ndio nishangaza. Yeye Kristo mara nyingi wakazi wa Nazareti walisikia sauti yake. Dwellers in Nazareth heard his voice raised in praise and thanksgiving to God. Ikimpanda juu kwa sifa na shukrani kwa Mungu. He had communion with heaven in song. Alidumu kuwasiliana na mbingu kupitia maono na uimbaji. And as his companions accompanied the wellness, na wakati wale rafiki zake waliokuwa pamoja naye walipokuwa wana complain na kwa ajili ya uchovu wa kazi, complaining of labor, they were cheered by the sweet melody. Walitiwa shasha na nguvu kwa ile melody tamu from his lips, kutoka katika midomo yake. His praise seemed to banish the evil angels. Kusifu kwake kulifukuzia mbali malaika waovu. And like incense, kama ilivyovumba, fill the place with fragrance. Ikajazwa katika maeneo yote aliyokuwemo na ile harufu ya uwepo wa Mungu. The minds of his hearers, akili za wasikilizaji wake, were carried away from their earthly exile, yakaondolewa katika utumwa wa kidunia to the heavenly home, mpaka mbinguni. Ni nani anaimba? Anaimba Yesu. Yaani wale watu wamechoka na shughuli ngumu za katuo, alipokuwa anaimba wanapata nguvu. Lakini wale walikuwa wananung'unika kwa sababu ya shida za dunia hii, akiimba akili zinahama kwenye dunia hii, zinaelekezwa wapi? Kwa sababu ya sweet melody from his lips. Nimwambia kesho tutakuja kuangalia ni kitu gani kinazungumzwa unapozungumzia rhythm, melody na lyrics. Kwa sababu kuna kitu ambacho kikimisi, ndio maana Swahili nasema muziki wenye muziki. Kikosa kitu fulani hauna muziki. Hauna. Kwa nini niimbe alafu bado akili zangu basi zinaenda juu? Yaani ni kwamba kitendo cha Yesu kuimba kuliamisha masikitiko yao, machovu yao, manung'uniko yao, kana kwamba hawajui, ila wanajua kuna matatizo, wanajua kuna hiki, lakini wakawa na nguvu cheerful kuendelea kufanya majukumu yao. Lakini sio kwa Mungu alibadilisha mazingira yao. Hali ni ngumu na mele, lakini muziki alioimba. Katika kitabu cha
cha maana nasema wakati Yesu Kristo anaimba ule wimbo ulibanish away evil angels. Yaani kuimba kwake tu malaika wa hofu walikimbia. Sio kwamba walikimbiaje. Walikimbiaje? Kwa sababu muziki ni ibada. Muziki ulihamisha mawazo yao, wale wote walikuwa wanafanya naye kazi, kama ni karakana, kama ni nini, manunguniko yanapotea, kutoa machozi kunaisha, wanabaki wanamtukuza Mungu na kumsifu yeye na kumshukuru. Nini? Muziki. Ndio tunasema kwamba ulifanya wamtazame yeye with wonder, kwa kumshangaa kwa shauku. Halafu akili yao inahama hapa duniani kana kwamba wana matukuzi wanayo kemkem, lakini wanapata nguvu na ibilisi anapoteza maishani mwao. Hapati kabisa nafasi maishani mwao. Music. Nyakati ya Pili sura ya 22 mstari wa 21 na 22. Nyakati ya Pili sura ya 22 alafu soma mstari, soma sura ya 20, soma mstari wa 21 na 22. Sura moja inasema 20:21 inasema, naye alipokwisha kufanya shauri na watu akawaweka wale. Nyakati ya Pili, Mambo ya Nyakati ya Pili 20 mstari wa 21. Okay. Oh, sawa. Endelea. Wewe mstari wa 21 mstari wa 21. sawa. Endelea. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu akawaweka wale watakaomwimbia Bwana, Sawa, na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi. huyo ni Shafat huyo. Wamsifu nani? Bwana Kwa muziki namna gani? mtakatifu. Mtakatifu. Tena hao ndio wako wanatangulia nini? Mbele ya nini? Ya jeshi. Unafikiri kwa nini alifanya vile? Yoshafat alikuwa ajabu sana. Alijua nguvu ya muziki. Batizo ya Tarehe ndio malisika hiyo. Unaweza kuona muziki uliokuwa unawekwa. Wanaimba walala. Na Daudi alishaweka wana wa Asaf. Walikuwa 200 na ngapi ile kwaya? Walikuwa zaidi ya 200. Walikuwa 250. Kama naweza kabisa. Akaweka watu watakaoimba muziki namna gani? Wewe niambie, sayansi iko wapi hapo? Wewe tuone kitu pekee. Kwa nini? Maana ilikuwa ni watu majeshi wamezingira na jeshi kama mchanga. Na hao ni watu gani? Ni wa Moab, ni wa Ammon, halafu na wa Edom. Wameungana wote kushughulika na Yuda. Na Yuda ni taifa moja, kabila moja, na sehemu ndogo ya Benjamin. Na hao watu ni mataifa wengi mno kama mchanga. Na Yoshafat alijua bila muziki hapa hakuna askari atashikilia, hata mkuki utatetemeka, mkono yaani mishipa yote atakuwa nervous. Alijua uwezo wa muziki na watakaoimba muziki mtakatifu. Bwana akawaweka waviziao juu ya wana wa Amoni. Nani aliwaweka sasa? Bwana. Unaweza kufikiri kwa masingaomba hapa hakuna. Walipoanza kuimba hawaimbi Mungu tuokoe. Wanaimba sifa za Mungu. Ndio maana naambia ndugu zangu, tutakuja kuona hapa mpaka hata kwenye kuomba ameandika wale wanaocomplain, wanaolalamika ya kwamba nabii anaandika Mungu asikii maombi yangu, amesema stop complaining. Na akasema mingle your petition with thanksgiving and praise. Anasema kama watu wangu, Mtume anasema kama wangeli ubadili mambo ya kuomba wakasifu na kushukuru, wangelikuwa na nguvu kuliko walivyo leo. Ila bahati mbaya hawajui siri ya kushinda. Siri ya kushinda inahusu sifa za Mungu na shukrani. Sio kupewa mkate wala mchele. Wewe mwambie kinachotufanya tuwe hivi tulivyo. Tukianza kwenye maombi, tunaomba kupokea. Dogo sio leo, kwa nini sifa zinatakiwa kwa Mungu? Na hapo unapoomba, kwa nini ushughulike na sifa za Mungu na shukrani? Kumshukuru yeye. Na unajua hapo watu wana vita hapa, ni maaskari wamekutwa na wako wachache wakilinganisha na hao, lakini wanaimba wakimsifu yeye. Hawaimbi wakisema Mungu tuokoe, ingilia kati. Hakuna. Maana yake
Unapoleta sifa za Mungu, uwezo na ukuu wake, tafsiri yake ni kwamba yote yaliyo mbele yako vinayeyuka, vinakuwa ni nothing. Mtu anapolia kwa sababu ya matatizo haya, anaenda huko anajijiliza, akienda huko anajijiliza. Namna hii kwa sababu ya ugonjwa, ni kwa sababu ameconcentrate kwenye tatizo, na kwa kuwa ameupatia macho tatizo, macho yanaona hapo, akiomba ni hicho, akiimba kia kiota, atafakari wimbo unaelekea wapi, ni huko, hawezi kutoka. Wewe mwambie mfano. Tumezungumza juu ya Daudi. Wakati ameenda vitani, amepewa mzee akasema, nenda waone kaka zako Eliab na Shama na wengine ambao wako vitani. Anaenda uone wanahalikani. Anaenda anakutana na Goliathi, anatokana. Na hakuna ambaye anaweza kuwazuia watu kama hao. Ndio maana wakati Daudi anasema, mfalme, usione haya. Huyu anatokana. Leo ndio mwisho. Yeye anasema, huyu anapigana vita tangu jana. Ni giant huyu, ni jitu. Anamwambia, ngoja nikueleze. Unamjua si? Unamjua tu wewe. Huyo Mungu aliyenisaidia safari hii ni Goliath. Unajua mfalme alipata shida sana kumpatia ruhusa kuweka dhamana ya taifa lile mikononi mwa Daudi. Ni kijana, hajaenda kwa mafunzo na kila kitu. Kwa nini? Tena anapochukua anaenda anapiga mbio kumfuata. Hivi yeye alikuwa ogopi kitu gani hiki? Haoni Goliath? Yaani yeye mwele wake anamuona nani? Sasa uone mtu anamna hiyo. Ndio maana Mungu alijua hawa wenyewe wameshamsikiliza Goliath, wanamzungumza Goliath kwenye kambi, kila mtu anaota ndoto, amelala kwenye kambi, Goliath huyo. Sasa hao hawezi kusimama. Ikabidi alete Daudi ambaye asubuhi na jioni yeye ana muse juu ya Mungu. Kolosai 3:16. Anasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni. Muziki ni kufundisha. Wale mwambie, wana wa Israeli walifundisha watoto wao Torati kupitia nyimbo. Walitunga nyimbo zinazoeleza Torati. Wale mwambie, hakuna kitu kinaingia kichwani kwa akili ya wanadamu kuliko muziki. Na ndio maana wanaelewa muziki ni nini, wanakutangazia kubwa lao kwa muziki. Kwa nini waweke muziki? Ndipo tutangazie kubwa lao. Wale mwambie, wanaelewa muziki inachofanya kwa akili ya wanadamu. Kwa matangazo naona ni nyimbo. Bila nyimbo hayaingii kwa akili ya watu. Wana wa Israeli walijua muziki unaingiza kweli ya neno la Mungu ndani. Kama kwaya zitaimba mema katika akili, ni watu watakaofahamu kweli kuliko watu wote. Imekuaje hii maneno yote aimbe? Imewekewa muziki. Wewe angalia tu hivyo uweze kuona. Lakini unaweza ukashangaa hana hata mafungu 10 ya kukariri. Kama 10 ni mengi. Sasa unaweza kukuta kwamba ni mwimbaji wa kwaya, lakini matatizo ya nyumbani yamemfanya mpaka amekimbia. Tulifikiri ibilisi ndo atakimbia. Mwimbaji anakimbiaje? Na ana nyimbo. Anakimbiaje huyu? Kama angelikuwa anaimba katika roho na kwa akili na anatafakari pale, angeona Mungu wake alivyo mkubwa kumshindia haya madogo. Na hicho ndicho muziki unaweza kufanya. Huku yangu ya mwisho hapa, ona kile ambacho
mjumbe wa Mungu anaeleza hapa. Ni ameandika The Signs of the Times, Disemba 12, 1878, na ni paragraph ya 5. Signs of the Times, Disemba 12, 1878, paragraph ya 5, na nukuu: If the musics and the purpose of man, ikiwa makusudi na muziki wa wanadamu. Neno music ndio imechukua neno totality of music, ambayo ina mambo matatu ndani: ina lyrics, ina melody, alafu ina rhythm. Nimeambia kitu ndio kwa kujua jambo hili. Kama hiyo music ambayo ndio ina thought zote, ndio mwili na yani akili yake yote imezama kwenye hicho. Anasema if sikiliza vizuri, if the music and the purposes of man, ikiwa huo muziki huo pamoja na makusudi ya wanadamu were of more elevated character, ingelikuwa ni ile inayohusu kuinua tabia, spirituality, would not be waxing cold. Hali ya kiroho isingeendelea kuwa baridi. If music and the purpose of man, kama muziki ambao leo ungetumika ungekuwa ni ule mtakatifu uliotangulia askari wa Shafati. Kama huo muziki utatangulia leo kwenye ibada, utatangulia kwa chochote, anasema hali ya kiroho isingeendelea kudorora. Lakini mniambieni, miongoni mwa watu ambao wanaongoza kudorora kiroho ni waimbaji. Ndio wakiimba anasema tumefunika. Unauliza wanafunika ni maiti sana wanafunika? Hiyo maana yake ni kutu ya kwamba masikini wa Mungu hajui muziki nini. Umefunika nani? Umefunika nani? Ndio tunataka kuangalia ni nani huyo anaongea. Watu wengi, wazee wa kanisa, wachungaji wengi wanalia na kwaya. Labda bunga tu ndio sijui, lakini wengi wanalia na kwaya. Kwaya Mungu akiinua, sauti zikafika, huduma ikaanza kutolewa, wakaanza kutoka hapa, wanaenda Garantoni, toka Garantoni wanaenda Canada, baada ya Canada wako South Africa. Ulisia uone. Waulize wazee wa hizo kwaya, wanalia machozi. Usikuletee uzee hapa. Hata sisi tunaweza kuwa wazee. Na wewe ujue ya kwamba sio tu huyo mmoja anayesema. Utashangaa kabisa kanisa linasema jamani, huo wito hatujapata mahali popote, msiende. Lakini utashangaa waimbaji wameenda. Unajiuliza kama ingekibaya, kwa nini hali ya kiroho inadorora kwa waimbaji wakati ilipaswa wao iwe the best? Ndio inakutia watu moyo kwa neno la Bwana, ndio kielezo cha mchaji nani. Ukienda kwenye ndoa zao, unawezaje kuona ni mwimbaji huyu sauti ya 3, sauti ya 4, halafu ndiye anatesa mke wake? Lakini huko akiimba watu wanasemaje huko? Amina. Anaimbia nani? Kwa nini huyu hawezi muziki anaoimba usimwondoe shetani moyoni mwake? Badala yake shetani ndiye amekaa, ndiye anatesa watoto nyumbani kwake, ndiye anatesa mke. Unajiuliza hawa nini kipo? Nikamwambia subiri kesho tutakuja kuona muziki wenye muziki sehemu ya pili. Kama hatuwezi kurudi hapa kuimba kwa akili na kwa roho, hakuna. Yaani tutakuwa zaidi ya shetani mwenyewe alivyo. Ni kitu cha ajabu utawahi kuona. Huu muziki ni very sensitive. Ukishikwa na watu wasiofanya hiki ambacho kesho utaona kwamba mbingu nzima imelala hapo, kwa sababu muziki aliumba Mungu na unahusika kwenye ibada juu mbinguni na ameuleta hapa duniani, na yeyote anaocheza nao hawezi kubaki. Ndio maana unaona mtu anaimba amevaa tu singlet, amevaa tu chupi na anaimba pale na ni mtu mzima. Unajiuliza imekuwaje?
Ukishahama tu akili, hakuna kitu kitabaki, atabaki uchi. Sisi ni kwa vile tunavaa, lakini nenda uone maisha yetu ya kiroho ni tatizo kubwa sana. Unafanya kile kile muziki kwa sababu unaingia, usipopata nafasi anaingia, anajua atakachofanya. Kwa hivyo kesho ndio kuangalia vizuri hii sehemu ya kwanza ambayo inahusu tu akili, ibada, lengo lake, tafakari ambayo itaaksi baadaye. Kwa hiyo ikiwa mimi ninaimba juu ya uwezo wa Mungu, ninatazamia kuaksi maishani mwangu kwa hao na haya yanayonisibu, wajue Mungu wangu ni mkuu. Haya hayawezi kuniliza, hayawezi kufanya nisile, yatanifanya nipate nguvu, niendelee kubeba majukumu kwa ndoa yangu, majukumu kwa familia yangu, majukumu kwa kanisa langu, majukumu popote pale, kwa sababu uwezo wa Mungu kwangu ni mkubwa, sifa zake ni kubwa kuliko haya yanayoendelea kwangu. Na muziki una uwezo wa kumpeleka mtu hapa.